Mungu hakuwahi kupenda kabisa uweze kuishi maisha ya kubahatisha, ukose uhakika wa nini unafanya kwenye maisha yako, ukose uhakika wa kesho yako. Uwe ni mtu ambaye unajaribu vitu, unaweka mkono wako hapa then unaweka pale, unajaribu hiki na kile. Mungu hakuwahi kutaka, hakuwahi kupenda na wala hakuwahi kukuandaa uweze kuishi maisha ya kubahatisha. Ni kosa kubwa ambalo tumelifanya kwenye malezi yetu, kwenye makuzi yetu, kwa sababu 2 au 3 tumejikuta tunaangukia kwenye mfumo wa kuishi maisha ya kuokoteza. Tunajaribu sana. Nakuta mtu hauna uhakika na kozi unayosoma chuo. Kwa nini unasoma hiyo kozi unayosoma? Hauna uhakika kazi unayoifanya ndio kazi hasa ulipaswa kuifanya na maisha yako. Kwa hiyo tumekuwa ni watu ambao tunajaribu tena na tena, lakini sio mfumo ambao Mungu aliukusudia. Mungu alikusudia wewe uweze kuinuka kwa uhakika, kufanikiwa kwa uhakika, kuongezeka kwa uhakika na kufanya maisha kwa ukubwa, ukiwa unajua kwa uhakika kwamba kama vile ambavyo wewe unafanya na unapendezwa na unachokifanya, na Mungu wako anafurahia hicho kitu ambacho unakifanya. So nataka nikufundishe jinsi ya kuipambania hatima yako. Jinsi ya kuipambania hatima yako. Kabla sija kuonyesha mambo 4 ya msingi unaotakiwa kufanya ili kuweza kutengeneza nguvu, kutengeneza ujasiri, kutengeneza uwezo wa kuitokezesha hatima yako kwa uhakika, naomba nikupe mifano kadhaa ya watu ambao walizipambania hatima zao. Unaposoma kitabu cha Mwanzo sura ya 32 mstari wa 22 mpaka 30, tunakutana na mtu wa kwanza, Yakobo, ambaye aliweza kuipambania hatima yake, na tunapata blueprint, yani kwa namna gani unaweza ukaipambania hatima yako. Maandiko yanasema, akaondoka usiku ule, akatwaa wakeze 2 na vijakazi wake 2 na wanawe 11, akavuka kivuko cha Yabok, akatwaa akawavusha mto, akavusha na vyote alivyokuwa navyo. Huyu Yakobo anayezungumziwa hapa ni Yakobo ambaye alikuwa anatoka kwa mjomba wake Laban na kurudi kwenye nchi yao ya ahadi, nchi ambayo babu yake Ibrahim alipewa na maelekezo na Mungu kuweza kuitawala na kuimiliki kwa ajili ya vizazi vyake, ili uzao utakaotokea kwenye viuno vyake uweze kufanyika baraka ulimwenguni. Kwa hiyo Yakobo alikuwa anarudi kwenye nchi ambayo Mungu alikuwa amewapatia. Nini kikatokea? Mstari wa 24 maandiko yanasema, Yakobo akakaa peke yake na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Naye alipoona ya kuwa hamshindi, akagusa panapo uvungu wa paja lake, akategua uvungu wa paja la Yakobo alipokuwa akishindana naye. Naye akasema, niache niende, maana kuna pambazuka. Akasema, sitakuacha usipo nibariki. Akamuuliza, jina lako ni nani? Akasema, Yakobo. Akamwambia, jina lako hautaitwa tena Yakobo, ila Israeli, maana umeshindana na Mungu na watu, nawe umewashinda. Yakobo akamuuliza akasema, niambie tafadhali jina lako. Akasema, kwa nini waniuliza jina langu? Akambariki huko. Mstari wa 30, Yakobo akapaita mahala pale Panueli, maana alisema, nimeonana na Mungu uso kwa uso, na nafsi yangu imeokoka. Mtu wa Mungu, Yakobo ni mtu ambaye aliweza kuipambania hatima yake. Yakobo ilifika kipindi ambapo alikuwa anajua, nimeshafanikiwa kuwa na vitu vingi kwenye maisha. Vitu vyote ambavyo wanadamu wa kawaida wanavitamani: pesa, magari, mifugo, dhahabu, watoto, ndoa. Yakobo vyote alifanikiwa kuwa navyo. Lakini kitu kimoja ambacho kilikuwa kimeclick kwenye akili ya Yakobo, aligundua, bado sijaanza kuishi kwenye hatima ambayo Mungu ameniitia. Bado sijaanza kutembea kwenye baraka ambazo Mungu alikusudia niweze kuwa nazo. Naomba nikwambie hiki kitu, mtu wa Mungu, na ukisikilize kwa umakini. Hata ukifanikiwa kupata vyote unavyotamani kupata na ukakosa
kukaa kwenye mpango wa Mungu kwa habari ya maisha yako, kukaa kwenye kusudi la Mungu kwa habari ya maisha yako, bado hujapata kila kitu. Utapata vitu, utapata mali, utapata watoto, lakini hautapata ile furaha ya kweli, ile feeling kwamba unaishi, ile feeling kwamba uko hai na uko duniani na uwepo wako duniani una mchango. Hautaipata mpaka pale umeabind kusudi la Mungu na maisha yako. So Yakobo pamoja na kuwa na vitu vyote, lakini aligundua kuna kitu kimepelea. Kwa nini? Kwa sababu huyu Yakobo ambaye anazungumziwa, maisha yake hayakuanza tu kwa yeye kuwa anagombania baraka ya mzaliwa wa kwanza. Mama yake wakati alipokuwa mjamzito, Rebeka, malaika alitumwa na Mungu kuja kumpasha habari, akamwambia Rebeka, tumboni mwako kuna mataifa mawili na yote yanashindana, mdogo atamtawala mkubwa. Alafu huyu mdogo Mungu amemkubali, huyu mkubwa Mungu amemkataa. Maana yake nini? Yale maelekezo yalikuwa yamebeba unabii kwa habari ya Yakobo, kwamba Yakobo alikuwa amechaguliwa na Mungu kuwa mtawala. Kile kitu ambacho Mungu alikuwa ameanza kuongea na babu yake Ibrahim, kwamba toka kwenye nchi ya jamaa zako na baba zako uende mpaka taifa nitakalo kuonyesha, nami hapo nitakufanya kuwa taifa. Ile ahadi ya Mungu kumfanya Ibrahim taifa ilikuwa inaanza kupata sura na kupata mwendelezo kutokea kwa mjukuu yake Yakobo. So Yakobo hakuwa tu mtu wa kawaida kama vile ambavyo wewe sio mtu wa kawaida, kwa sababu ndani yako kuna moto unachemka, ndani yako kuna kiu fulani uko nacho, ndani yako kuna hamasa fulani uko nayo. Kila unapojiangalia unaona hivi nilivyo bado sijafikia kile ambacho nimeumbwa kuweza kukifikia. Hapa nilipofika bado sijafikia kile ambacho ndani ya moyo wangu kimeanza kuonekana. Yakobo kuna picha fulani ambayo kutokea tu kwenye vile ambavyo Mungu amemuumba, vile ambavyo Mungu amemkusudia kuwa, ndani yake ilikuwa inaonekana, ambayo ilikuwa inapishana na nje yake. So nataka nikutatulie kitendawili kimoja. Mara nyingi watu wakuu tunapata shida kueleweka na watu wengine. Watu ambao tumebeba vitu vikubwa huwa tunapata changamoto kuweza kueleweka kwa watu wengine. Unajua kwa nini? Kwa sababu unapokutana na watu wengine wanajaribu kukutafsiri kwa kile ambacho wao wamekizoea. Wanajaribu kukutafsiri kwa vile ambavyo wengine wengi wanaishi. Na wewe frustration yako ni kwamba vile ambavyo mnajaribu kunielekeza niwe ni kinyume na kile ambacho nakiona ndani ya moyo wangu. So Mungu ataifunua hatima yako ndani yako. Nataka nikuhakikishie my friend, unaweza ukawa mgeni wa vitu vingi duniani, lakini sio mgeni wa hatima yako. Sio mgeni wa picha ambayo Mungu amekusudia maisha yako yao. Sio mgeni wa vile vitu na ile njia ambayo Mungu anataka uweze kuipita. Yakobo ilipofika majira aligundua kwamba kuna kitu Mungu amekusudia, kuna picha Mungu ameionyesha, kuna njia Mungu amenionyesha ambayo natakiwa kuifuata, na bado sijapata neema ya kuanza kutembea kwenye hicho kitu. So Yakobo alienda kupambana kwenye maombi. Unaposoma maandiko yanasema alishindana na mtu mweleka. Maelezo ni kwamba alishindana na malaika, lakini sio kwa mweleka. Yakobo alikuwa anaomba, na alikuwa anaomba anamwambia Mungu, nataka unibariki. So malaika alitumwa kama mjumbe wa kuweza kumbariki Yakobo, aweze kumpatia majibu ya maombi yake. Yakobo aliendelea kung'ang'ana pale kwenye maombi. Malaika akawa anashindwa kuondoka kwa sababu yale maombi yalikuwa yamemgandisha pale pale. Yakobo alikuwa anasema leo lazima itokee. Ile baraka ambayo nimeitiwa lazima niweze kuipata. Ile neema ambayo nimeitiwa lazima niweze kuipata. Ile hatima yangu kugeuka, maisha yangu kubadilika lazima iweze kutokea leo. Ndio maana mtu wa Mungu mara zote unapopata nafasi ya kuongea na watu kuhusu maombi, nataka nikuhakikishie mtu wa Mungu, maombi yapo, haya maombi ambayo unafanya kawaida, na yako maombi ambayo unakusudia kwamba naingia kwenye chumba cha maombi, naingia kwenye siku 3 za mfungo, naingia kwenye wiki moja ya kukitafuta kitu fulani, na lazima hicho kitu kiweze kupatikana. So maombi kama hayo yataigandisha mbingu yako, yatafanya malaika ambaye anakuwa assigned kukuletea majibu ashindwe kuondoka mpaka kile kitu ambacho nakitaka kiweze kupatikana. So Yakobo aliweza kumgandisha huyu malaika, na kulipopambazuka malaika akamwambia, mtu wa Mungu, hebu sema unachotaka ufanyiwe, kwa sababu naona wewe utanifanya nishindwe kutimiza majukumu mengine. Akamwambia nahitaji ile baraka. Akamwambia jina lako unaitwa nani? Akamwambia naitwa Yakobo. Akamwambia kuanzia sasa utakuwa unaitwa Israeli.
Sasa naomba nikwambie kitu kimoja. Kuna vitu hauwezi ukavipata mpaka umebadilika kutoka kwenye kuwa Yakobo na kuwa Israel. Kwa nini? Kwa sababu Yakobo ilikuwa inamaanisha kitu fulani, Israel ilikuwa inamaanisha kitu fulani. Kuna watu hamwezi mkaingia kwenye hatima zenu mpaka kuna kitu kimeondoka kwenye maisha yako. Inawezekana Yakobo ni kutokuwa serious na vitu. Inawezekana Yakobo ni kukosa muendelezo kwenye vitu ambavyo unajua unapaswa kuweza kuvifanya. Inawezekana Yakobo ni laana fulani ambayo iko juu yako, lazima iweze kuvunjwa. Inawezekana Yakobo ni kujitambulisha kwenye madhabahu fulani na kukatwa kwenye madhabahu za ukoo na familia ili uanze kutumika kama mtumishi wa Mungu. Yakobo kuna kitu ambacho ilikuwa lazima kiweze kuondoka kabla ya ahadi ya kuwa taifa. Ndio maana lile taifa aliitwa taifa la Yakobo, linaitwa taifa la Israel. Mfano wa pili, kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Yabes. Unaposoma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 4 mstari wa 9 mpaka wa 10, maandiko yanasema, naye Yabes alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamwita jina Yabes, akasema, ni kwa sababu nilimzaa kwa huzuni. Mstari wa 10, huyo Yabes akamlingana Mungu wa Israel akisema, lau kwamba ungenibariki kweli kweli na kuizidisha hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. So inawezekana maisha yako yamejaa matukio fulani, maisha yako yamejaa kashikashi fulani, lakini ndani ya moyo wako unajua hivi vitu vinaweza kubadilika. Hivi vitu si stahili kuweza kuvipitia. Wewe sio wa kwanza. Yabes maisha yake yalianza kwa kuzaliwa kwenye uchungu, na kanuni za ulimwengu wa roho, asili ya kitu kinapotokea ndivyo ambavyo milele yote kitakuwa hivyo mpaka kimebadilishwa. So Yabes kwa sababu alizaliwa kwenye uchungu, mama yake alimpata kwenye wakati mgumu, alimpata kipindi cha stress, alimpata kipindi cha mapito, na akampa jina ambalo linamkumbusha yale mapito aliyoyapitia. Ndio maana wazazi ni muhimu sana kuwa makini na majina ambayo tunawapa watoto wetu. Unampa mtu jina, unasema hili jina nalompa ni la shangazi yake. Huyu shangazi alikuwa mkorofi, naona na huyu mtu kapita na huyu mtoto anapita kule. Mtu wa Mungu, nataka nikuhakikishie huyo mtoto ataishi with the same spirit iliyoishi kwa huyo shangazi. So ukimpa mtu jina ni either la mtu wako, hakikisha unajua record ya maisha ya yule mtu ilikuwaje, kwa sababu spirit huwa zina move kutoka kwa mtu kwenda kwa mtu. Lakini pia unapompa mtu jina, unampa jina matatizo, unampa jina tabu, angalia hizo spirit unazoziita kwenye hilo jina. Ngoja nikukumbushe kitu. Unaposoma vitabu vya Injili unakutana na mtumishi wa Mungu Yohana Mbatizaji. Maandiko yanamuelezea Yohana Mbatizaji alikuwa amebeba roho ile ile aliyokuwa nayo nabii Elia Mtishibi. Lakini pia wakati upande mmoja Yohana alikuwa amebeba roho ile ile, capacity ile ile, nguvu zile zile alizokuwa anatembea nazo Elia Mtishibi. Upande wa pili, adui aliyemshambulia Elia Mtishibi alikuja kurudi kumshambulia mtumishi wa Mungu Yohana Mbatizaji. Kwenye vitabu vya Agano la Kale, Elia alishambuliwa na mwanamke ambaye alikuwa ni mke wa mfalme Ahabu, Jezebel. Lakini kwenye vitabu vya Agano Jipya, adui wa Elia alikuwa ni mke wa Herode, na yule mke akamtumia mtoto wake kuomba kichwa cha Yohana Mbatizaji. Alipoomba kichwa, Yohana alikatwa kichwa kweli na kurudi. So angalia hivi vitu, majina yamebeba utambulisho kiroho. Majina yanaweza yakabeba vita, jina linaweza likabeba baraka. Kama ulipewa jina la shangazi yako, jina la mjomba, inawezekana muda mwingine unatakiwa kuanza kuvunja laana ambazo ziko juu ya hilo jina, mifumo ambayo ilikaa kwa huyo mtu, roho zote ambazo zimekuja kutokana na wewe kupewa hilo jina. Unaweza ukafanya hayo maombi kabisa kama unahisi kwa sababu ya hilo jina kuna vitu umevirithi. So Yabes alifika hatua akaenda kuipambania hatima yake. Alijua kinachonipinga sio makosa yangu, kinachonipinga sio shetani, kinachonipinga sio mapepo, lakini kuna kitu ambacho nimekirithi kwa sababu mama yangu alinipata kwa uchungu. So Yabes akamlingana Mungu wa Israel na maisha yake yakabadilika. Hatima unapaswa kuipambania.
hatima unapaswa kuweza kuitafuta, hatima unapaswa kuweza kuipigania. Naomba nikuonyeshe mambo 4 ya msingi unaotakiwa kuyafanya day in day out ili kuweza kuipata hatima yako. Na unapozungumzia hatima, nazungumzia kile kitu ambacho ndani yako unakiona, unajua hiki ni haki yangu. Unajua kuna mtu mwingine sasa hivi hana gari, hana nyumba, hajaolewa, na anajua kabisa mimi nastahili kuolewa, mimi nastahili kumiliki nyumba, mimi nastahili kuwa mtu mwenye heshima, mimi nastahili kufika 1 2 3, nastahili niwe hatua ile. Hakuna mtu anayekwambia, wala ukiangalia maisha sio kwamba anakwambia, lakini ukicheki ndani ya moyo wako unaona kabisa wewe unastahili na una haki zote na una kibali chote cha kuweza kupata hivyo vitu. Hicho unachokiona ndio picha ya hatima yako, ndio picha ya matokeo yako, ndio umbali unaotakiwa kwenda. Sasa unafikeje huko? Number one, hatima yako inapambaniwa kwa wewe kuinuka na kutafuta maarifa, kutafuta maarifa, kuitafuta kweli, kutafuta maarifa na kuitambua kweli. Yohana sura ya 8 mstari wa 31 mpaka 32, maandiko yanasema, basi Yesu akawaambia wale Yahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Mtu wa Mungu, unapoanza kulisoma neno la Mungu limebeba ufunuo wa kweli. Na kwenye kila eneo kwenye maisha yako ambapo unataka kupata matokeo, kuna kweli fulani ambazo zimeambatana na hayo matokeo unayotafuta. Kuna kweli fulani ambazo ndio kama password za wewe kuweza kupata hayo matokeo kwenye kila kitu unachohitaji kuweza kukifikia: uchumi, kwenye ndoa, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye baraka, kwenye uzao, kwenye kila kitu duniani. Kuna kweli ambazo zimefungamana na hilo eneo. Kabla haujazijua hizo kweli, hauna uhuru wa kuweza kuoperate na kupata matokeo. Hauna uhuru wa kuweza kufanya kazi na kupata faida. Neno la Mungu ndio ambalo linakupa mamlaka. Neno la Mungu ndio ambalo linakupa nuru. Neno la Mungu ndio ambalo linakupa mwongozo. Kwenye ulimwengu wa roho, neno la Mungu ni sheria. Kama ambavyo mahakamani watu wanapata haki zao kwa mujibu wa sheria, kwenye ulimwengu wa roho watu tunapata haki zetu kulingana na ufunuo uliofanikiwa kuupata kupitia kwenye kweli. Zaburi ya 138 mstari wa 2, angalia kitu cha ajabu kinachoongelewa hapa. Maandiko yanasema, nitasujudu nikilikabili hekalu lako takatifu, nitakulishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako. Angalia kipande cha mwisho, kwa maana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako lote. Hii ahadi inayozungumziwa hapa kwenye English version anaongelea for that you have kept your word. Mungu amelitunza neno lake, ameliheshimisha neno lake, amekwenda mbali sana kuhakikisha kila neno alilolisema linapata kutimia kuliko jina lake. Kwa hiyo Mungu, linapokuja kesi ya wewe kumdai haki zako, kumdai matokeo yako, kumdai unabii, kumdai kila kitu ambacho umepata ufunuo kwamba kinapaswa kutimia kutokea kwenye neno lake, Mungu anabeba wajibu wa kuliheshimisha hilo neno, kwa sababu Mungu hapingani na neno lake. Mungu haendi kinyume na neno lake. Ndio maana Yeremia alivyomwambia nini Mungu ameona, akamwambia vema, umeona vizuri, kwa sababu huwa na kawaida ya kulitafuta neno langu ili nipate kulitimiliza. Unapokuwa umefahamu kweli inayooperate kwenye maisha yako, kweli inayofungua njia zako za uchumi, kweli inayokuhakikishia unakuwa na uwezo wa kuomba kwa uendelevu, kweli inayokufanya uishi kwenye baraka, kwenye kibali na neema, kweli ambayo inakufanya uwe wa kipekee, kweli ambayo unakupa mandate ya kuweza kufanikiwa mapema kwenye maisha yako, unakuwa na capacity ya kupata hayo matokeo. Jambo la pili unaotakiwa kulifanya ni kuinua madhabahu ya maombi. Maombi ndio njia mojawapo inayomuonyesha Mungu kwamba upo tayari kuanza kulitimiza kusudi.
Maombi ndiyo kitu ambacho kinampa Mungu tangazo kwamba mimi mtoto wako niko tayari kuanza kutimiza kusudi, kuifikia hatima. Niko tayari kwa ajili ya zile baraka. Niko tayari kwa ajili ya zile neema ambazo umeniahidi. Niko tayari kwa ajili ya ule mpenyo na matokeo makubwa ambayo ulikuwa umeyatunza siku zote. Mtu wa Mungu, unatakiwa kuelewa ufalme wa Mungu unaoperate kwa kanuni na utaratibu. Mungu hakuna siku atawahi kuingilia affairs za kidunia, akaingilia mambo ya wanadamu pasipo mtu kuweza kusimama mahala fulani na kutengeneza possibility ya Mungu kuweza kuingilia. Na njia rahisi ya kutengeneza hiyo possibility ni kuinua madhabahu ya maombi. Kutoka sura ya 2 mstari wa 23 mpaka 25, maandiko yanasema, hata baada ya siku zile nyingi mfalme wa Misri akafa, wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa. Wakalia, kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Mstari wa 24, Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akalikumbuka agano lake alilofanya na Ibrahim na Isaka na Yakobo. Mungu akawaona wana wa Israeli, Mungu akawaangalia. Sasa naomba nikuulize swali moja. Do you think kwamba Mungu hakuwa anawaona wana wa Israeli kwamba wanateseka? Mungu kwenye uungu wake, jibu ni kwamba alikuwa anawaona. Do you think kwamba Mungu hakuwa na uwezo wa kuingilia kati na kuwatetea? Mungu alikuwa na uwezo wa kuingilia kati na kuwatetea. Do you think kwamba Mungu hakuwa na huo mpango before wao hawajaanza kulia? Mungu alikuwa na huo mpango. Kwa nini Mungu alikuwa amekaa kimya mpaka hao watu walipoinua sauti zao kulia? Kulia unayosoma hapa sio kilio cha mtoto mdogo analia kwa sababu ameninywa pipi. Kilio unachokiona hapa ni maombi. Walifanya maombi mazito ambayo yaliqualify kuitwa kilio, msiba wa maombi. Haki ya Mungu, mtu wa Mungu, na kuhakikishia aina hii ya maombi sio maombi ya kawaida. Hiki ni kilio cha maombi. Yaani unalalama mbele za Mungu mpaka Mungu anasema huyu mtu analia, huyu mtu anaugua kwa uchungu, huyu mtu anamaanisha kwenye hiki kitu. So maombi kama haya ndio maombi ambayo anamfanya Mungu akumbuke ahadi alizokuwa amekuahidi. Ndio ambayo anamfanya Mungu akumbuke msimamo wake kuhusu maisha yako. Ndio maombi ambayo anamfanya Mungu akumbuke kile ambacho aliagana na mababa wa mababa zako na kile ambacho alikiandaa kwa ajili ya hatima yako. Inawezekana mtu wa Mungu, kuna vitu vingi umechelewa kuvipata. Kuna vitu vingi unahisi kama umezuiliwa. Kuna vitu vingi unahisi ulistahili kupata lakini hadi leo havijapatikana. Sio kwa sababu havipo, ni kwa sababu bado hujainua kilio cha maombi. Haujaomba kufikia level ambayo ina qualify kusema huyu mtu analalama kwa ajili ya hiki kitu ambacho kimecheleweshwa kwenye maisha yake. So madhabahu ya maombi itamfanya Mungu aanze kujihusisha na wewe. Itamfanya Mungu akumbuke agenda alizokuwa nazo kabla ya kukuumba. Itamfanya Mungu akumbuke kile ambacho aliagana yeye na yeye mwenyewe kwa habari yako. Itamfanya Mungu aweze kulikumbuka agano ambalo aliingia kupitia sadaka ya Kristo kwa msalaba. Itamfanya Mungu akumbuke heri zote na maneno yote mema ambayo aliandaa kuyatimiza kwa ajili yako. So madhabahu ya maombi ni kitu ambacho unakihitaji ili kuweza kuitokezesha hatima yako. Kitu cha pili ambacho kinapatikana kwenye madhabahu ya maombi ni wewe kutengeneza nguvu na kupata ujasiri kwa wakati mmoja. Kuna watu wengi ambao wana nguvu lakini huwa hawana ujasiri wa kuzitumia nguvu zao. Kitu cha ajabu kuhusu maombi ni kwamba unapoanza kuwekeza kwenye chumba cha maombi, cha kwanza unazaa nguvu. Maombi kabla hajaanza kukupa vitu, yanaanza kukuundia uwezo wa kuwa mtu wa kimkakati, mtu wa matokeo, mtu ambaye anaweza akategemewa na Mungu na wanadamu waliomzunguka. So maombi yanaanza kukubadilisha. Alafu kitu cha pili, maombi yanakupa ujasiri wa kuwa na utayari, wa kuwa na capacity ya kutumia huo uwezo ambao umeumbika ndani yako. Kwa hiyo tengeneza nafasi ya maisha ya maombi kwenye maisha yako. Jambo la tatu, unaipigania hatima yako kwa kufanyia kazi maagizo na maelekezo uliofunuliwa. Kosa kubwa ambalo wanalifanya watu wengi ni kuishia kwenye kusoma neno na kuomba tu. Mtumishi wa Mungu mmoja aliwahi kusema kitu chenye nguvu unapoanza kuingia kwenye maisha ya maombi sio maombi yenyewe, ni kile unachotoka nacho baada ya maombi.
Kitu chenye nguvu unapoanza kusoma Biblia na kusoma maandiko sio kukalili vifungu vya Biblia, ni kile ambacho unatoka nacho kwenye maandiko baada ya kuyasoma. So unapoanza kuwekeza kwenye kulisoma neno la Mungu, unapoanza kuwekeza kwenye kuomba, kuna kitu unatakiwa kutoka nacho, na moja kati ya hicho kitu cha kimkakati kabisa ni maelekezo ambayo Mungu anakufunulia ili uweze kujua nini cha kufanya, nini cha kuanza, nini cha kuacha, wapi pa kuongeza. Mungu anaweza akaongea na wewe kupitia Roho wake. Atamtumia Roho Mtakatifu kuweza kukufunulia kwamba okay, sasa hapa kuanzia wiki ijayo fanya kitu fulani kwenye biashara yako, wekeza kwenye kitu fulani. Nimeshasikia maelekezo ya namna hii mara nyingi sana, na mara zote nilipoitii hiyo sauti na kuanza kuifuata, kuna matokeo makubwa ambayo nimeyapata. Lakini Mungu anaweza akamtumia malaika aje akupasha habari. Malaika atazungumza na wewe. Mara nyingine malaika anaweza akaja na wewe kwenye ndoto, ukapata kabisa maelekezo kwamba hiki ndicho ambacho unatakiwa kuweza kufanya. Lakini kwa wale ambao wameenda mbali sana, huwa wanakutana na malaika physical kabisa. Physical, malaika anakutana naye na kuanza kumpa maelekezo. Lakini kwa wengine malaika anaweza akaja kwa mfumo wa mtu. Malaika akaja kama mtu, na baadaye utakuja kugundua yule yakuwa tu kiumbe wa kawaida, alikuwa ni malaika baada ya kuondoka. Lakini utapata maelekezo ya nini cha kufanya, upande gani wa kuelekea. Mungu anaweza akazungumza na wewe kupitia ufunuo ambao unaupata kwenye neno. Ndio maana haupaswi kusoma neno na kubaki hivi hivi. Unasoma neno alafu neno linabaki ndani ya moyo wako. Lile neno linaanza kukupa ufunuo. Nakumbuka hivi karibuni nilisoma kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 18 kuanzia mstari wa 41 mpaka 45. Nikapata mkakati mzuri wa kuomba. Nikagundua kutokea kwenye ile story ambayo nilisoma pale, jinsi ambavyo mtumishi wa Mungu Elia Mtishibi aliweza kupambana kuhakikisha mvua, ambayo alianza kusikia sauti ya mvua inapatikana kwenye nchi yake kwa kutengeneza madhabahu ya maombi mpaka mvua ilipotokea. Ndio nikajua kwamba kuna maombi fulani ambayo ukianza kwenye maisha yako haupaswi kunyamaza mpaka kile unachokitafuta kimepatikana. Kuna maombi hayo unaweza ukaomba hata mwaka mzima, unadili na jambo moja tu pamoja na mambo mengine yote, lakini hilo jambo lako unaendelea kuliombea kwamba Mungu, kuna jambo umeniahidi, kuna kitu nimekisikia ndani ya moyo wangu, kuna kitu nimekiona kwenye mafunuo na kwenye maono yangu kinapaswa kutokea, siwezi nikaondoka mpaka nimekipata. So nilipata huo mkakati. So neno la Mungu linaweza likakupa ufunuo, likakupa maelekezo, likakufundisha, likakuongoza kwenye kufanya maamuzi. Lakini pia Mungu anaweza akakupatia maelekezo kupitia watumishi wake. Kama hivi mimi ninavyokufundisha, inawezekana kuna maelekezo ambayo pamoja na kwamba unasikia sauti yangu inakufunza nachokufunza, kuna maelekezo ambayo ni ya ndani sana unayasikia ndani ya moyo wako kwamba kutokea kwenye hii session kuna 1, 2, 3, 4, 5 unajisikia kwamba unapaswa kuanza kukizingatia na kukiheshimu. So hakikisha unafanyia kazi maelekezo, kwa sababu Mungu I say nimekumbuka hii kitu. Thanks Lord. Niliwahi kuambia watu, Mungu anapokutetea kutoka kwenye nyakati ngumu anatumia muujiza. Anapokutetea kutoka kwenye ugonjwa anatumia muujiza. Kuna vitu vinaweza vikatokea papo kwa hapo, wewe usijue imetokeaje, lakini Mungu anapotaka kukuinua, kukupa matokeo ya muda mrefu, kukupeleka kwenye hatima yako, kukupa matokeo ambayo utakuwa unajivunia siku zote na kubadilisha kiwango cha maisha yako, Mungu anatembea na wewe hatua kwa hatua. Lazima ihusishe kusikiliza maelekezo fulani na kupata kitu cha kufanya ili kile ambacho amekuahidi kiweze kutokea kwenye maisha yako. Na jambo la 4 unatakiwa kuweza kufanya ni kuhakikisha unayatumia mamlaka yako kama mtoto wa Mungu. Mamlaka yako kama mtoto wa Mungu. Moja kati ya kitu ambacho Wakristo wengi wamekiacha, na watoto wengi wa Mungu ambao wanampenda baba yao, wanamwamini Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao, hawatumii mamlaka waliopewa. Yako mamlaka, mtu wa Mungu, ambayo Mungu ameyaweka kwenye mikono yako. Mungu ameyaweka kwako ili uweze kuyatumia. Na kama hautaanza kutumia mamlaka uliopewa,
kuna vitu vingi havitafunuka. Unajua kuna vitu vinaanza kueleweka pale ambapo unaanza ile safari kuelekea hivyo vitu, pale ambapo unaanza kutii ule mwendo kuvifanya baadhi ya vitu. So mamlaka ambayo Mungu amekupa unapaswa kuanza kuyafanyia kazi. Naomba nizungumze na wewe kwa habari tu ya mamlaka machache ambayo Mungu amekupa. Do you know kwamba Mungu kutokea kwenye neno lake amekupa mamlaka ya kuponya wagonjwa? Ukisoma nafikiri ni kitabu cha Marko 16, 17 na 18, kama sio maybe 18 na 19, maandiko yanasema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watanena kwa lugha mpya, alafu nafikiri watakanyaga nyoka na hazitawadhuru, watakunywa sumu na hazitawafisha, then wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata uzima. Mungu akusema mitume na manabii ndio atafanya. Mungu akusema maaskofu, Mungu akusema wachungaji. Alisema wanaoamini ndio ambao watakuwa na uwezo wa kuponya. Moja kati ya mamlaka uliopewa kama mtoto wa Mungu ni kuponya. Kabisa ni kuponya. Yaani unatakiwa ufike level ndani ya moyo wako uwe na uhakika. Unasema huu ugonjwa sihitaji kumpigia simu aposto. Huu ugonjwa sihitaji kumtafuta nabii wala nini. Nahitaji tu kuweka mkono juu ya mwanangu niseme kwa mamlaka ya jina la Yesu, pona katika jina la Yesu. Ugonjwa unaondoka. So Mungu amekupa mamlaka ya kuponya. Ugonjwa wowote unao uwezo wa kuondoa, unao uwezo wa kuufuta, unao uwezo wa kuhamisha kabisa kwenye huyo mtu na kumfanya huyo mtu kuwa mzima. Mamlaka ya pili, umepewa mamlaka ya kutoa pepo kwa jina la Yesu. Hauhitaji hata vitu vingi, unahitaji tu kuamini jina la Yesu na kujua ufunuo ulioko kwenye lile jina. Then kwa mamlaka hiyo jina unaweza ukaweka mkono au ukamwambia mtu kwa jina la Yesu na kufungua, na huyo pepo akaondoka kabisa kwenye maisha yake. Kwa mamlaka nyingine uliopewa, umepewa uwezo wa kupambana na upinzani wote wa shetani na kuushinda. Liko andiko linasema, muaminini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Moja kati ya mamlaka uliopewa ni kuzipinga nguvu za giza, kumpinga shetani na kila kitu, then yeye akakukimbia. Mamlaka nyingine uliopewa ni kutiisha na kutawala falme na mamlaka mbalimbali. Siko falme protokali ukienzani ambao unajiinua. Wewe unayo mamlaka ya kuzitiisha na kuweza kuzitawala. Lakini pia umepewa mamlaka ya kuwa nuru ya ulimwengu. Kristo aliwaambia, nini ni chumvi ya ulimwengu, nini ni nuru ya dunia. Dunia haipaswi kuwa gizani wakati nyinyi mko hapa. So umepewa mandate ya kuweza kufanyika nuru duniani. Maana yake watu wanatakiwa kuona kielelezo cha namna ya kuishi, kielelezo cha namna ya kustawi kwenye maisha, kielelezo cha namna ya kuendesha mambo yao kupitia wewe unavyofanya mambo yako. Lakini pia umepewa mandate ya kuweza kukomesha uovu na kazi zote za uharibifu hapa duniani. Nataka nikuhakikishie, kuna vitu sio kwamba utaanza kuvifanya unapokuwa mtu wa kiroho sana. Utakapoanza kuvifanya vile ambavyo wanasema wengine ni watu wa kiroho, ndio wewe utaanza sasa kutembea kwenye hizo frequency. Do you think kwamba mimi najiita apostle kwa sababu ni jina ambalo nalipenda au labda ni nickname? Hapana. Nilifika sehemu nikagundua kwamba kwa wito nilioitiwa ama an apostle, mimi ni mtume. Sasa kama nitaendelea kuona uoga kwamba unajua watu wamezoea kuniita coach Severino, watu wamezoea tu kunijua mimi kama Severino, nikijiita apostle atasema nimejiita. No, kuna vitu nisingeanza kuvitembea. Na ndani ya moyo wangu kabisa nilisikia hicho kitu. Kabisa nilipewa hayo maelekezo, kama hautakuwa tayari kutokeza kwa identity ambayo mimi nimekuitia, nimekuumbia uweze kuishi, kuna matokeo hautaweza kuyafikia na kuyafanya. Soon nilipotambua ndani ya moyo wangu kwamba nimepewa operation kama apostle, nimepewa neema ya kuhudumu kama apostle, nimepewa mandate ya kufanya kazi kama apostle, kuna matokeo nilianza kuwa na kiu na kutaanza kutafuta uwezo wa kuyatekelezesha. Kwa nini? Kwa sababu nimekubali eneo langu la utumishi. Tunapoongelea hii mambo, unajua kila mtu ameitwa kwenye field yake. Kuna wito, kuna ofisi 5 kwenye wito.
Kuna wengine wameitwa kuwa mitume, wengine wameitwa kuwa manabii, wengine wameitwa kuwa walimu, wengine wameitwa kuwa injilisti, wengine wameitwa kuwa wachungaji. Lakini pia ziko kalama tofauti tofauti za Roho. So kadiri ambavyo unaendelea kumachua na kuweka bidii kwenye mamlaka ambayo Mungu amekupa, ndivyo ambavyo unakuwa rahisi kwako kupata matokeo na kuona faida ya kulitumikia kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Naomba nikuache na hii kama angalizo au kama usemi au kama call ya kuweza kukuamsha kwamba pigana kupata au sahau kabisa. Kama usipoinuka kidete sahi, kaanza kuipambania hatima yako, kama hii ndio siku ya mwisho na muda mfupi ambao utakuwepo hapa duniani, au utakuwa na nafasi nyingine isipokuwa hii, ndivyo ambavyo matokeo uliyotamani kuyapata kwa muda mrefu utaanza kuyapata. Mungu akubariki, Mungu akutunze, Mungu akuzidishe. Tukutane kwenye session nyingine. Asante.